Bwana asifiwe sana. Kwa majina naitwa Mchungaji Isaac Zebron Mwangama kutoka katika mkoa wa Shinyanga, wilaya ya Kishapu, kata ya Maganzo, mtaa wa Nguzo Mbili, katika kanisa la Tanzania Assemblies of God liloko hapa mtaa wa Nguzo Mbili. Bwana asifiwe sana. Jioni ya leo liko neno ambalo tunakwenda kujifunza, ambalo linazungumza kwa habari ya kupigana vita katika ulimwengu wa kiroho. Ziko vita nyingi ambazo tunazipitia katika ulimwengu wa kimwili. Ziko vita ambazo tunazipitia. Maadui wako kila kona, kwa sababu hao maadui wao wanapambana usiku kucha, lengo wa kuangamiza. Sasa unawezaje kupambana na maadui wako katika ulimwengu wa kimwili na katika ulimwengu wa kiroho? Biblia inasema katika kitabu kile cha Zaburi, ile sura ya 35, tutakwenda kuanzia mstari wa kwanza. Tutakwenda kumuona Daudi anazungumza nini kwa habari ya vita. Daudi alipokuwa anapambana, alikuwa anaendelea na maisha yake, alikuwa anapita katika vita. Sasa kama wewe unavyoendelea na maisha yako, iko vita ambayo unaipitia kila wakati. Iko vita ambayo unaipitia, na hiyo vita inakupelekea wewe unaishiwa nguvu na kuwa mchovu na kuwa ni mnyonge kwa sababu ya maadui zako. Biblia inasema kwenye kitabu kile cha Zaburi sura ya 35, anasema e Bwana utete nao na wanaoteta nami. Anayezungumza maneno haya ni Daudi. Alikuwa katika hali fulani ambayo ya kukata tamaa, lakini katika hali aliyokuwa anapitia kukata tamaa, aliamua kwenda kwa Mungu wake na kumwambia Mungu. Anamwambia Mungu kwa habari ya maadui. Je, na wewe wako maadui ambao wanakuzunguka? Je, unamwambia nani katika maadui wanakuzunguka? Inafika wakati unamwambia ndugu, unamwambia mjomba, unamwambia mama, lakini mama yako hawezi kupigana hiyo vita. Mjomba yako hawezi kupigana hiyo vita. Ndugu zako hawezi kupigana hiyo vita. Lakini tunajifunza kutoka kwa Daudi ya kwamba e Bwana utete nao na wanaoteta nami, upigane nao na wanaopigana nao, na wanaopigana nami. Kumbe kuna watu ambao wanapigana na wewe katika ulimwengu wa kiroho. Kuna watu ambao wanapambana na wewe katika ulimwengu wa kiroho na katika ulimwengu wa kimwili. Bwana Yesu na asifiwe sana. Sasa tupo hapa kujifunza namna ya kupambana vita. Daudi anasema pigana nao. Je, sijajua vita unayopitia mama? Sijajua vita unayopitia baba? Sijajua vita unayopitia? Lakini katika vita yoyote unayopitia, unachotakiwa ni kumwamini Mungu katika chochote unachokitamka. Unapokuwa unatamka chochote mbele za Mungu, na Mungu huwa anakuwa anatenda na kujibu. Nimekuja kukuambia wakati huu katika jina la Yesu, kwa wewe ambaye unanitazama, ya kwamba hiyo vita ambayo unapitia, yuko Mungu anaweza kukusaidia ukaweza kushinda. Daudi anasema e Bwana pigana nao na wanaopigana nami. Sijajua maadui wanaokuinda. Kuna watu wameweka sherehe, lengo ni kukumaliza. Hawataki umalize mwaka. Nataka nikwambie, hao maadui ambao wamepambana lengo kukumaliza, hawataki ya kwamba umalize mwaka, uvuke mwaka salama. Nataka nikwambie ya kwamba neno hili limekuja kwa ajili yako, ya kwamba yoyote aliyeweka sherehe ili lengo akumalize, yuko Mungu wa miungu ambaye yupo. Tunajifunza kutoka kwa kitabu cha Daudi, anasema ya kwamba Mungu pigana nao. Nasi leo tunakwenda kumwambia kila maadui, kila uchawi, kila uganga, kila mizimu, kila yoyote anayepigana na wewe, jioni ya leo yuko Mungu sahihi na muda huu ambaye anaweza kupigana vita. Mama, najua ni kweli kuna wakati unalia. Baba, najua ni kweli kuna wakati unalia. Kila wakati wewe ni machozi kwa sababu ya maisha ambayo unapitia. Kila wakati wewe ni machozi
umehangaika kwa waganga wa kienyeji, umeenda kila mahala, umetafuta suluhisho la tatizo, lakini tatizo likabaki pale pale. Ninayo habari njema dakika hii na masaa haya ya kwamba yuko Mungu wa Israeli, yuko Mungu wa Israeli aliyepigana vita juu ya Israeli, aliyopigana vita, aliyowapigania vita wale wana wa Israeli. Yupo na leo popote unaposikia sauti hii. Yeye Mungu ni Mungu wa uwezesho, ni Mungu ambaye anaweza kupigana vita. Nataka nikwambie, yoyote aliyeweka sherehe kwa ajili yako, yuko Mungu ambaye anaweza kutenda. Yoyote aliyesema ya kwamba hautaweza kumaliza mwaka, sikiliza, kuna wakati unapita katika ndoa, upo katika ndoa, lakini wako maadui ambao wanawinda ndoa yako, lengo ni kukumaliza. Nimekuja kusema kama mtumishi wa Bwana ya kwamba wale ambao wameweka sherehe, wale waliokuchimbia mashimo, watakwenda kutumbukia wenyewe. Lile kaburi walilochimba ili lengo kuzike, nataka nikwambie ya kwamba hilo kaburi watazikwa wao. Kwa nini watazikwa wao? Kwa sababu Bwana yuko mahali hapa, yupo mahali hapa, nataka kukutendea muujiza. Haijalishi hao maadui, nataka nikwambie kuna watu wamekula nyama yako, lengo uendelee kuhangaika. Nataka nikwambie hayo magonjwa unayopitia, bado Mungu yuko mahali hapa, anaweza kukutendea dakika hii, anaweza ndio miujiza katika jina la Yesu Kristo. Maana tunazungumza maneno kama haya tunapoendelea kuhubiri, wako watu ambao wanakasirika. Kwa nini? Kwa sababu unanisikiliza kupitia kwa njia ya mtandao. Nami ninasema kwa jina la Yesu Kristo, kwa mamlaka niliyopewa kama kuhani na nabii, ninasema ya kwamba Bwana, pigana nao na wanaopigana na dada huyu. Mungu, pigana nao na wanaopigana na kijana huyu, pigana nao na wanaopigana na mama huyu. Haijalishi wanapigana sehemu gani, katika jina la Yesu Kristo. Mama, jikaze, kaza mwendo na Bwana. Mwambie Mungu kwa ujasiri, hata kama mambo ni kweli ni magumu, hauwezi, kuna wakati unakata tamaa, unaona kama dunia imeisha. Nataka nikwambie, ninaye Yesu Kristo wa Nazareti. Yeye huyu anaweza kukutendea, yeye huyu anaweza kukutendea, yeye huyu anaweza kupigana vita vyako vyovyote ambavyo vita ambayo unapitia katika ulimwengu wa kimwili, vita unayopitia katika ulimwengu wa kiroho, kila aina ya vita, kwa sababu umemwamini Mungu, na huyu Mungu anakwenda kukutendea miujiza katika jina la Yesu Kristo. Haijalishi hapo ulipokaa, haijalishi hapo unapoendesha gari lako unasikia maumivu kila mahali, nataka nikwambie hiyo vita, wale watu ambao wamesababisha hiyo vita, nimekuja kutangaza ya kwamba wanapigwa kwa jina la Yesu. Maana Bwana anapigana nao na wanapigana nami. Bwana na Daudi anasema, Bwana, teta nao na nao teta nami. Sijajua ni watu gani wanateta na wewe, sijajua ni nani anayeteta na wewe. Ninachojua habari njema ya kwamba yeye Yesu Mnazareti yuko hapa, yeye Mungu wa Israeli yuko hapa. Kwa sababu yuko hapa, Biblia inasema ya kwamba kwa kupigwa kwake sisi tumepona. Sikiliza nikwambie, Yesu alikuwa amekufa, alikufa kwa sababu yetu, aliteseka kwa sababu yangu, kwa sababu yako na sababu yangu. Nataka nikwambie, kwa sababu aliteseka, na sasa alipokuwa ameingia katika kaburi, na sasa yupo tena katika kaburi, nataka nikwambie ya kwamba hayo mateso yote ni lazima yakuachie katika jina la Yesu Kristo. Kikubwa unatakiwa uamini chochote unachokikiri, unachokitamka, chochote unachokitamka huwa katika ulimwengu wa kiroho kinatokea. Kwa nini kinatokea? Kwa sababu Mungu anaamini katika kutazama. Tunaona hata Mungu alipokuwa anaumba, anasema iwe anga, iwe nuru. Yesu Kristo, Mungu alipokuwa anaumba alitamka. Nami nataka nikwambie dada, mama, baba, tumia kinywa chako kuangusha maadui, tumia kinywa chako kuangusha mashetani, tumia kinywa chako kuangusha mapepo, tumia kinywa chako kuangusha kila roho ya umasikini. Sikiliza nikwambie, yawezekana kuna watu ambao wamekuendea kwa waganga wa kienyeji, wakakutambikia hapo, wakapeleka na kuku hapo, wakachinja ng'ombe hapo. Nataka nikwambie waache wao, hata kama walichinja ng'ombe, walichinja kuku, chochote walichochinja, lakini tunayo damu ya Yesu inayonena mema. Hii damu ambayo inanena mema inatuwezesha kupigana vita yoyote, hata kama ni ngumu kiasi gani, lakini tunayo Bwana. Daudi anasema wako watu ambao wanateta. Sijajua ni nani anateta na wewe. Nimekuja kukwambia ya kwamba amini ya kwamba Mungu yupo pamoja na wewe. Ukiwa unaendesha gari lako, ukiwa unatembea kwa miguu, ukiwa umelala,
umelala, ukiwa umekaa, amini ya kwamba Mungu mwenyewe anapigana vita vyako. Wale walioweka sherehe kwa ajili yako, sikiliza nikwambie, ni kweli wako wengine wameenda kwa waganga, wako wengine wameenda kila mahali, wameenda kutoa sadaka huko, lengo ili wapate kuvuka salama. Nataka nikwambie, waache wao waende kwa waganga, wanamtumaini mtu ambaye yeye muda wowote anakufa. Lakini tunaye Mungu wa miungu, tunaye Mungu wa majeshi. Yeye huyu akishuka, hakuna uchawi mbele yake, hakuna uganga mbele yake, kwa sababu yeye ni Mungu. Biblia inasema kwenye kitabu cha Waebrania ya kwamba yeye ni moto ulao. Biblia inasema kwenye kitabu kile cha Waefeso sura ya 6 mstari wa 12, anasema kwa maana kushindana kwetu sisi si juu ya damu na nyama. Sikiliza nikwambie mpendwa, popote unaposikia sauti hii, nataka nikwambie, unapokuwa unamtumaini Bwana, chochote unachokuwa unakitamka kinakuwa katika ulimwengu wa roho, kwa sababu wewe ni mtu wa Mungu, umeteuliwa na Bwana. Kwa sababu umeteuliwa na Bwana, acha kuogopa. Ni kweli unasema ya kwamba inawezekanaje mimi kuomba? Siwezi kuomba. Nataka nikwambie, kila neno utakalolitamka katika ulimwengu wa kiroho litaumbika na litakuwa. Kwa nini litakuwa? Kwa sababu unaamini katika nguvu za Mungu. Daudi anasema ya kwamba kwenye ule mstari ule wa 3, Biblia inasema utoe mkuki uwapinge wanaonifuatia. Kuna watu ambao wanasimama wanakufuatia. Kuna watu ambao wanasimama wanapambana na wewe, wanakufuatia. Kila mahali unapotembea wanakufuatilia, kila mahali unapolala wanakufuatilia. Nataka nikwambie, hata kama huyo mtu alikuwa anakufuatilia katika ulimwengu wa kiroho, lakini bado tunaye Mungu wa Israeli. Huyu Mungu anaweza kukutoa mahali popote pale, hata kama wanakufuatilia. Lakini tunaye Mungu ambaye anajua kila hatua unayokanyaga, kwa sababu yeye ni Mungu. Kwa sababu yeye ni Mungu, anaweza kutenda. Kwa sababu yeye ni Mungu, anaweza kukuokoa. Kwa sababu yeye ni Mungu, atakuvusha salama, hata kama ulitega mitego ili upate kunasa. Nataka nikwambie, unaponisikia sauti hii, nataka nikwambie, ile mitego walioitega watakwenda kunasa wao. Kwa nini watanasa wao? Kwa sababu wewe unamwamini Mungu. Haina haja kwenda kwa waganga, haina haja kwenda kwa shangazi, kwa mama kumwambia ya kwamba napitia katika vita. Unaye Mungu hapo ulipo. Nenda mbele za Bwana hapo ulipo, mwambie Mungu, tazama machozi haya sasa basi, machozi haya inatosha. Unapomwambia Mungu juu ya machozi haya sasa yatosha, na Mungu anashuka, anatazama machozi yako. Haijalishi kiadui amejipanga kiasi gani. Biblia inasema kwamba watakapoingia kwa njia moja, watatawanyika kwa njia 7. Kwa nini watatawanyika kwa njia 7? Kwa sababu ya Mungu mwenyewe. Yeye ni Mungu, afu ni moto ulao. Yeye akishuka, adui anasahau hata mahali alipoingilia, kwa sababu ya aina ya nguvu yake. Nimekuja kusema ya kwamba wewe ambaye umeteseka miaka mingi, haijalishi unaumwa na kansa, unateseka na hiyo kansa, unateseka na hiyo pressure, unateseka na hiyo kisukari, nataka nikwambie, tunaye Yesu Kristo wa Nazareti. Yeye anapigana vita na yeye anaweza kuponya. Sikiliza nikwambie, umehangaika kwa waganga wa kienyeji, sasa inatosha. Waganga wa kienyeji, hata siku ulipoenda kwa mganga wa kienyeji, hata ukienda tena leo hayupo tena, maana ni mwanadamu. Yawezekana amekufa kwenye kilinge chake, lakini tunaye Yesu, yeye aliyotoka kwenye kaburi na leo yuhai. Kwa sababu yuhai, nataka nikwambie, atafanyika uhai kwenye maisha yako. Hata kama ni magonjwa sugu, hata hapo ulipo unaposikia maumivu, tunamwamini Mungu, ni Mungu anayejibu kwa moto. Nataka nikwambie, unaposikia maumivu hapo, unapoweka mkono, hata kama unaendesha gari lako, yuko Mungu wa Israeli anayeweza kuponya.
kuponya. Yuko Mungu wa Israeli anayeweza kutenda. Yupo Mungu wa Israeli anayeponya papo kwa papo. Sikiliza nikwambie, wakakupeleka kwenye madhabahu za kiganga, wakakupeleka kwenye madhabahu za kuzimu. Nataka nikwambie, haijalishi walienda madhabahu gani, lakini madhabahu ya bahari ilianguka kwa madhabahu ya Mungu aliye hai, kwa sababu madhabahu ya Mungu aliye hai ina nguvu kuliko madhabahu zao. Waache waende wakakutambikie, lakini unachotakiwa wewe ni kuongeza tumaini kwa Mungu. Waache waende wanachokifanya, lakini kwa sababu unaye Mungu, nataka nikwambie unashinda. Kwa nini unashinda? Kwa sababu Mungu anamgusa yule mtu ambaye anaomba kwa imani. Nataka nikwambie, nimepita kila mahali pote nimepita, kila eneo nimehubiri. Kuna watu walikuwa wanaumwa presha, walikuwa wanaumwa kansa, kisukari, lakini Mungu alitenda papo kwa papo. Kwa nini anatenda papo kwa papo? Kwa sababu yeye anapigana vita, kwa sababu yeye ni mponyaji, kwa sababu yeye ni mponyaji. Sikiliza nikwambie, madaktari wanatibu, lakini tunaye Yesu Kristo, yeye ni mponyaji. Kwa sababu yeye ni mponyaji, hakuna magonjwa ambayo yanaweza kukaa mbele yake. Bwana Yesu asifiwe sana. Yesu Kristo ni muweza kuliko kitu kingine chochote. Wewe ambaye unanisikiliza, Mungu amekukusudia ya kwamba aponye yale magonjwa, akutoe katika shida, akutoe katika tabu. Haijalishi imefika wakati unapita katika tabu. Hata ukipita mtaani wamekubatiza kwa jina la tabu, kwa sababu unapita kwenye matatizo. Ukipita mtaani wamekupa kwa jina la matatizo. Nataka nikwambie, wewe sio matatizo, wewe umebarikiwa na Mungu. Kwa sababu umebarikiwa na Mungu, utavuka salama kwa jina la Yesu Kristo. Daudi anasema, pigana nao Bwana wanaopigana nao. Nami nimekuja kusema, wale ambao wanawinda roho yako wanakwenda kuwinda wao. Waliochimba kaburi wakatumbukiza nyayo zako, nataka nikwambie, wanatumbukia wenyewe. Kwa nini wanatumbukia wenyewe? Maana ni saa na majira ya Mungu kutenda. Popote pale ulipo, ambapo upo kwenye gari, unatembea kwa miguu, yawezekana umelala, nataka nikwambie, ni saa yako sasa. Ni saa yako sasa ya kwenda kuvunja kila ufalme wote wa giza. Mahali popote walipoandika jina lako, wakiita jina lako kwenye madhabahu za kiganga, pale ukitokea kama picha yako ikisha tokea, wanakuchoma kisu pale, wanakuchoma sindano pale. Ndio maana kila wakati ukipambana kuishi, inafika wakati nashindikana. Kuna wakati mwingine ambapo ulitamani hata kujinyonga, ulitamani hata kutumbukiza kwenye kisima. Nataka nikwambie, haupaswi kukata tamaa. Mungu amekuona jioni ya leo. Mungu amekuona dakika hii. Wewe unayenitazama popote pale, tunaye Mungu wa Israeli. Huyu Mungu anakwenda kutenda maajabu. Huyu Mungu anakwenda kufinyanga popote ulipo. Bwana, wewe ni Mungu mwenye nguvu. Tazama watoto wako Mungu, ambao Bwana wengine wanatembea kwa miguu, wengine wananisikiliza mahali hapa, wengine wamelala, wanasikia sauti hii Bwana. Mungu, ninainua uwezo wako usio kwa wa kawaida, ukiachilia uponyaji ulio halisi, ukiachilia uzima ulio halisi. Ninatamka neema isiyokuwa ya kawaida katika jina la Yesu. Ninaongea na hiyo kansa, ninaongea na hiyo presha, ninaongea na hicho kisukari katika jina la Yesu. Ninaongea na uvimbe kwenye kizazi chako kwa mamlaka ya jina la Yesu. Ninaamuru nguvu ya uzima mahali popote ulipo katika jina la Yesu Kristo. Ninaamuru kila mateso, ninayakomesha leo. Kila aina ya mateso, kila aina ya msiba, ninakomesha leo. Adui alienda kwa mganga. Kuna mtu ambaye aliendewa kwa mganga, lengo avuruge ndoa yako. Ndio maana kila wakati mume wako anakupiga, kila wakati mume wako anakudharau, anakuona wewe si kitu. Nataka nikwambie katika jina la Yesu, aliyekwendea kwa waganga kienyeji, Bwana anapigana naye katika jina la Yesu Kristo. Mahali popote alipoenda, haijalishi ametoa sadaka kiasi gani, tunayo damu ya Yesu inalipa. Tunayo damu ya Yesu inalipa. Kila mateso toka, kila maumivu toka, kila magonjwa toka kwa jina la Yesu Kristo.
Kristo, wewe uliokamata fahamu ya mama yule, wewe uliokamata fahamu ya baba yule, wewe uliokamata fahamu ya kijana yule, katika jina la Yesu, anashindwa kujitambua, ninayo mamlaka kwa jina la Yesu. Ewe roho ya kurudisha nyuma, ewe roho iliyokamata fahamu, kwa mamlaka ya jina la Yesu, ninaiamuru kwa damu ya Yesu, kwa dakika hii kwa moto, 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 katika jina la Yesu Kristo. Wewe dada ambaye unapata ujauzito unatoka, ninaongea na hicho kizazi. Biblia inasema ya kwamba hapata kuwepo wa kuharibu mimba wala kuzaa mapoza. Waliosema ya kwamba wewe kila wakati mimba itaharibika, nimekuja kusema kama nabii wa Bwana, haitaharibika kwa jina la Yesu. Utapokea watoto wote, watoto wa kike, watoto wa kiume, katika jina la Yesu, maana tumbo lako limebarikiwa katika jina la Yesu. Hata kama walienda kwa waganga, nimekuja kusema mahali pale ambapo wakasema tumia dawa za kienyeji, ulipotumia, kumbe wakati ule ule wakawa wanachukua mtoto wako, wakawa wanachukua mtoto wako. Nataka nikwambie, wakaweka uvimbe kwenye kizazi. Nami ninaongea na kizazi, nami ninaongea na tumbo la dada yule, nami ninaongea na tumbo la mama yule, katika jina la Yesu Kristo. Kwa mamlaka niliyopewa, ninaamuru kwa mamlaka ya jina la Yesu, toka, achia, yeyuka kila uvimbe kwa jina la Yesu. Toka, achia, yeyuka. Ninaamuru kwa damu ya Yesu, 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 ninaamuru kwa damu ya Yesu. Ninasema ya kwamba wewe umebarikiwa katika jina la Yesu. Waliosema ya kwamba utaendelea kuwa masikini, nataka nikwambie utakuwa tajiri. Watu watashangaa, mtaa utashangaa, kijiji kitashangaa, mkoa utashangaa, wilaya itashangaa, dunia itashangaa. Kwa nini itashangaa? Kwa sababu wewe Bwana umemwinua mtu mmoja. Wewe Bwana peke yako unatenda, wewe Bwana peke yako unafanya. Baba, unakwenda kumwinua, unakwenda kumwinua kila mmoja. Bwana, pigana nao na wanaopigana nao. Bwana, pigana nao na wanaopigana na dada huyo. Bwana, pigana nao na wanaopigana na mama huyo. Ninaamuru kwa damu ya Yesu Kristo, kila maadui wowote, kwa mamlaka ya jina la Yesu, ninawakamata kwa jina la Yesu. Kila uchawi wote ninaukamata kwa jina la Yesu. Hauna nafasi kwenye ukoo wa dada huyu, hauna nafasi kwenye maisha ya dada huyu, hauna nafasi kwenye biashara ya dada huyu, haina nafasi kwenye kazi ya kijana huyu, katika jina la Yesu Kristo, kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo. Baba, peke yako unastahili, peke yako unatenda Bwana. Wewe ni Mungu unayestahili, wewe ni Mungu unayetenda, unakwenda kutenda mambo makubwa ya ajabu. Wewe ni mfalme, nguvu yako Bwana ikitembea hali popote penye uvimbe, hali popote penye penye maumivu, kwenye kichwa, kwenye shingo, kwenye tumbo, kwenye miguu, kila maumivu yote yanaachia kwa damu ya Yesu, yanaachia kwa damu ya Yesu, kwa mamlaka ya jina la Yesu. Baba, peke yako unastahili. Tunakushukuru kwa ajili ya neema yako, tunakushukuru kwa ajili ya nguvu zako, maana ni wewe tu peke yako Bwana, maana ni wewe tu peke yako mfalme, maana ni wewe tu peke yako Bwana. Katika jina la Yesu Kristo, natamka neema isiyokuwa ya kawaida kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo. Popote unaponisikia sauti hii kupitia kwenye mtandao, kwenye channel yetu ya YouTube TAG Maganzo Christian Center. Kwa majina naitwa mchungaji Isaac Zebulon Mwangama. Nipo hapa katika mkoa wa Shinyanga, wilaya ya Kishapu, kata ya Maganzo, mtaa wa Nguzo Mbili. Niko hapo katika kanisa la Tanzania Assembly of God. Ukifika tu mtaa ule wa Nguzo Mbili, ukiuliza kanisa la TAG lina tu pembeni, limezungushiwa na Tubaira Blue. Tunapatikana hapo kwa jina la Yesu. Tuna ibada ambazo kila siku saa 10 mpaka saa 12. Asubuhi tuko pale saa 12 mpaka saa 1, na jioni kila siku saa 10 mpaka saa 12. Jumatano inaanza ibada saa 9:30 mpaka saa 12. Alhamisi ni siku ya mfungo kanisa zima. Siku ya Ijumaa kuanzia saa 9:30 mpaka saa 12. Jumapili kuanzia saa 3:30 mpaka saa 7:30. Tunapatikana hapo katika jina la Yesu Kristo. Mungu wa mbinguni akubariki katika jina la Yesu Kristo, ukiomba na kuamini. Amen.